Bwana asifiwe. Ni vibaya mtu wa Mungu kufuata namna ya dunia hii na kusema kwamba Mungu hajali mwenendo wa mtu bali anajali moyo tu. Hapana, watu wa Mungu tubadilike katika hili, kwa sababu Mungu anajali pia utu wa ndani. Mungu anajali namna mtu anavyoishi. Maisha yako pia ndiko yampendeze nani? Mungu. Mungu anaangalia vile unavyoishi, vile unavyoenenda, vile ulivyo leo. Mungu anaangalia pia hiyo. Tusisingizie kwamba eti tuishi namna vile ambavyo tunavyotaka kwa sababu Mungu ametupa uhuru. Hapana, watu wa Mungu tubadilike. Kwa sababu gani? Utu wa ndani ukibadilika, wa nje si kazi kubadilika, kwa sababu wa nje utakuwa unatii. Kujifundishe, jizoeze ndani yako kufuata sheria za Kristo. Jifundishe, jizoeshe ndani yako kumuishi Mungu. Jifundishe ndani yako, jizoeshe kwamba mimi natakiwa nikae karibu na nani? Na Mungu, kwa ajili ya kuishi mapenzi ya Mungu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waefeso 4:17, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa, msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Bwana asifiwe. Anashuhudia kwamba tangia sasa, saa ipi? Pale ulipookoka. Tangia sasa usienende kama vile ambavyo ulivyokuwa unaishi kwa kufuata namna ya dunia. Usienende namna ambavyo dunia ilivyokuwa inakupeleka. Kwa nini? Kwa sababu hayo ni maisha ambayo kabla ya kuokoka, lakini baada ya kuokoka kuna maisha ya Kristo. Bwana asifiwe. Ukisogea mstari wa 23 nasema hivi, na mfanye wapya katika roho ya nia zenu. Bwana asifiwe. Mfanye wapya katika roho ya nia zenu. Kwa nini? Ndani yenu mnakuwa wapya. Sasa lazima kuna kitu kingine hapo kinaingia ili kubadilisha nia ya mtu ya ndani. Ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ataingia ndani ya mtu baada ya kuokoka na kuweka nia mpya ya kumuishi Kristo, nia mpya ya kutaka kumtumikia Mungu, nia mpya ya kutaka kumuishi Mungu, nia mpya ya kutaka kukaa karibu na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu mtu ameshageuzwa. Tunaelewana? Huyu mtu ameshageuzwa nia ya ndani, amepewa nia nyingine tofauti na ya kale. Bwana asifiwe. Kama alikuwa anawaza uovu, anaacha. Kama alikuwa anawaza mambo ambayo yasiyopendeza mbele za Mungu, anaacha. Kwa nini? Utu wa ndani umebadilishwa. Nia ya ndani. Nia ya ndani ndio chanzo cha dhambi. Nia ya ndani ya mtu ambaye hajaokoka, anavyowaza huku nje ni anatekeleza, lakini kuna nia ya roho yake ndani ndio inayofanya kazi, lakini watu wana hukumu ya nje. Sasa Biblia inasema hivi, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Bwana asifiwe. Na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu. Kwa nini? Ukibadilishwa ndani, huku nje vina apply tu. Ukibadilishwa ndani, huku nje vinakuwa sawa, kwa sababu ndani kuko shwari, ndani kuko vizuri. Bwana asifiwe. Mstari wa 17, basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa, msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao. Bwana asifiwe. Msienende kama mataifa wanavyoenenda katika ubatili wa nia zao. Bwana asifiwe. Nia zao walizobeba ndio zimetoka katika ule utu wa ndani. Sasa ule utu wa ndani ukibadilishwa, nia ulioibeba ndani yako inakuwa ni nia ya Kristo. Ukishampokea, maana yake ni kwamba unaishi ndani ya Kristo, Kristo ndani yako, na nia yako ambayo iko ndani yako ni nia ya Kristo ambayo inafanya kazi ndani yako, kwa maana roho ya Kristo yuko ndani yako na wewe uko ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nia yako ya ndani inabadilishwa, utu wako unabadilishwa, unaishi katika maisha mapya. Bwana asifiwe. Unaishi katika aina ya mtazamo mpya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo namna utakavyoishi na namna utakavyoenenda ni tofauti na utu wa kale. Sasa mtu wa Mungu, ningependa nikusia kwamba mpokee Kristo, lakini pia Mkristo ukishaokoka lazima ukubali ya kwamba kuishi kwenye uokovu ni lazima.
kwa sababu utu wa ndani hauwezi kubadilika kama ufuati sheria za Kristo. Yaani hilo lijulikane kwamba utu wa ndani hauwezi kubadilika kama ufuati sheria na misingi ya Kristo, kwa sababu yule wa Kristo atabaki kwa Kristo. Kuna sehemu Yesu alisema, yeye anayenipenda atazitii sheria zangu. Ukishampenda Mungu utazitii sheria zake kwa sababu ya upendo ulionao kwake. Ni wangapi leo wanalipa gharama ya muda ya vitu kwa sababu wamevipenda sana? Ndivyo hivyo upendo ukiwekeza kwa Mungu, sheria za Mungu utaziona ni mteremko tu, kwa sababu una upendo na nani? Na Mungu.